Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na waziri wa masuala ya kigeni wa Iran aunga mkono mazungumzo sawa na Marekani. Kimbunga Kalmaegi chatua Vietnam. Rais wa Mexico amshtaki mwanamume aliyempapasa barabarani. Naam, na tumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Katika kipindi cha maswali na majibu na wanafunzi wa chuo kikuu cha Abu Ali Sina, waziri wa mambo ya nje wa Iraq waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kuwa Iran iko tayari kwa mazungumzo sawa na heshima na Marekani, lakini haina uzoefu mzuri katika mazungumzo na nchi hiyo. Waziri amesema kuwa mazungumzo ya Marekani lazima yahakikishe kuwa ana manufaa kwa pande zote. Akizungumzia uzoefu mbaya wa mazungumzo na Marekani, amesema kwamba wakati wa utawala wa Ibrahim Raisi, mpango uliofikiwa katika mazungumzo ya Marekani kuachilia wa Marekani kadhaa waliokuwa wamefungwa nchini Iran kwa mabadilishano na dola bilioni 7. Pesa hizo zilihamishwa kutoka Korea hadi Qatar. Bilioni 7 ziligeuka kuwa dola bilioni 6, ambapo waliweza kuachilia wafungwa. Bwana Araghchi amesema mkutano na kusema kwamba kila mahali wanapendelea mazungumzo isipokuwa mazungumzo yana gharama kubwa kuliko vita. Kauli hiyo inawadia siku 3 baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema katika mahojiano na mtandao wa Marekani wa CBS kwamba Iran inataka kufikia makubaliano na Marekani. Kimbunga Kalmaegi kimetua katika eneo lile la Vietnam. Kimbunga Kalmaegi kimetua katika ufuo wa Vietnam na kusababisha upepo wa hadi kilomita 149 sawia na maili 92 kwa saa, kulingana na ripoti katika gazeti la mtandao la Express la Vietnam. Miti imeanguka kwenye barabara kuu na kuziba njia, huku madirisha katika hoteli kwenye eneo la Queen Non yakivunjika. Kimbunga hicho kimesababisha maafa nchini Ufilipino na mafuriko katika miji yote na kuua takribani watu wapatao 114. Rais wa Mexico Claudia Sheinbaum amefungua mashtaka dhidi ya mwanaume aliyempapasa hadharani. Picha za simu za rununu za tukio la Jumanne zilionyesha Sheinbaum akizungumza na kundi la wafuasi kwenye barabara karibu na ikulu ya kitaifa huko Mexico City. Katika video hiyo, mwanaume alimkaribia kwa nyuma na kujaribu kumbusu shingoni na kuanza kumpapasa mwili wake. Sheinbaum aliondoka haraka na mshiriki wa timu yake akaingilia kati, lakini alishtuka sana. Mhalifu akakamatwa. Kutokana na tukio hilo, Rais Sheinbaum ametoa wito kwa unyanyasaji wa kijinsia wa kufanywa uhalifu wa jinai kote nchini humo. Mashirika ya kutetea haki za binadamu, wanawake na wachambuzi wa masuala ya wanawake wamesema tukio hilo ilionyesha ukubwa karibu wa kiburi na mwanaume uliokita mizizi katika jamii ya Mexico, ambapo mwanaume anaamini ana haki ya kumdhulumu
hata rais ikiwa ni mwanamke. Mauaji ya wanawake pia ni tatizo kubwa nchini Mexico, huku asilimia 98 ya mauaji ya kijinsia yakikadiriwa kutoadhibiwa. Wafungwa kadhaa wameachiliwa kimakosa kutoka magereza ya Uingereza wiki hii. Waziri mmoja amesema siku ya Alhamisi, akifichua kubwa wa tatizo lililojitokeza kwa kuachiliwa kimakosa kwa mhamiaji mtenda uhalifu wa kingono ambaye makosa yake yasababisha maandamano ya wiki kadhaa. Kuachiliwa kwa bahati mbaya kwa mtafuta hifadhi wa Wabeshi Adosha Grebesle Kebatu mwezi uliopita kuliongeza shinikizo kwa serikali ambayo imetatizika na magereza yenye msongamano mkubwa na mfumo mbovu wa uhamiaji. Kukamatwa kwake mwezi Julai tayari kumesababisha maandamano nje ya hoteli ya watu wanaotafuta hifadhi huko Epping, kaskazini mwa London, ambayo baadaye iligeuka na kuwa maandamano ya kupinga uhamiaji. Alifukuzwa nchini humo kufuatia msako wa siku 3. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Wakati huu basi takuwa najiunga kwenye awamu ya pili ya ripoti, makala, vile vile na uchambuzi wa habari kutoka kwa shirika la habari la DW ambao ni washirika wetu wa matangazo yetu. Kundi la Hezbollah nchini Lebanon limesema siku ya Alhamisi kwamba lina haki kamili halali ya kupinga uvamizi wa Israel na kuongeza kuwa linaunga mkono jeshi la Lebanon, shirika la habari la Russia limeripoti. Hezbollah pia imesema kuwa wakati Lebanon ipo kwenye mazungumzo ya usitishwaji vita, nchi hiyo haiko kwenye ulazima wa ushiriki katika mazungumzo ya kisiasa na Israel. Wiki iliyopita rais wa Lebanon Joseph Aoun aliagiza jeshi lake kukabiliana na uvamizi wote wa Israel kusini mwa Lebanon baada ya vikosi vya Israeli kuvuka mpaka usiku kucha na kumuua mfanyakazi wa manispaa licha ya usitishwaji mapigano uliosimamiwa na Marekani. Marekani ilianzisha mapatano Novemba mwaka jana kati ya Lebanon na Israel baada ya zaidi ya mwaka mmoja wa mzozo uliosababishwa na vita huko Gaza, lakini mashambulio ya Israeli kuvuka mpaka yameendelea mara kwa mara. Viongozi wa dunia wameanza kuwasili mjini Belem, Brazil kwa mkutano wao wa kila mwaka wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Baadhi ya viongozi wametembea lea msitu wa Amazon wakisubiri kikao cha awali kabla ya kongamano kuanza Jumatatu ijayo. COP30 inafanyika miaka 10 baada ya makubaliano ya hali ya hewa ya Paris, ambapo nchi zilianza kujaribu kuzuia kupanda kwa joto duniani hadi nyuzi joto 1.5, ambapo hata hivyo mkuu wa Umoja wa Mataifa anasema kupindua lengo la nyuzi joto 1.5 sasa ni jambo lisiloepukika, na rais wa Marekani Donald Trump ni miongoni mwa viongozi waliotarajiwa kuhudhuria. Unaendelea kupokea taarifa hii ya habari ni mbashara kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Sasa hivi basi tunaenda kwenye awamu hii ambayo ni ya ripoti, uchambuzi, vile vile makala. Pitia kwenye tovuti yetu cantonadigital.wordpress.com ambapo utakumbana pale na taarifa zetu, alikadhalika makala, ambapo vile vile unaweza kutupata kupitia majukwaa yote ya mawasiliano.
Mamlaka ya Tanzania zinakabiliwa na shinikizo kubwa kuhusu ripoti za maafisa wa usalama kuwapiga risasi na kuwaua waandamanaji waliojitokeza mitaani kuupinga uchaguzi uliofanyika nchini humo wiki iliyopita. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema. Babu Abdalla na taarifa hiyo kwa kina. Ghasia zilizozuka nchini humo baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Kwa mujibu wa maelezo ya familia yake, Ogutu hakwenda Tanzania kwa ajili ya kushiriki maandamano, bali alikuwa ni mwalimu aliyefundisha katika shule moja mjini Dar es Salaam. Katika sebule ya nyumba yao ndogo mjini Nairobi, ndugu zake Jennifer Atieno na Evans Odhiambo wameikumbatia picha ya kaka yao, nyuso zao zikijawa na huzuni. Maumivu yanazidi kuwa makali kwa kutokujua ulipo mwili wa ndugu yao hadi sasa, japo inaripotiwa kwamba mwili wake ulichukuliwa na polisi. Habari tulipata kutoka na rafiki yake huko ambaye walikuwa na yeye, walikuwa pamoja. Sasa ni kuachana, mtu aingie kwake, mwingine aingie kwake. Sasa ndio akaona mwenzake akiwa amepigwa risasi. Sasa ni yeye alipata kutufahamisha. Inaelezwa kwamba John Ogutu mara ya mwisho alisafiri hadi Kenya mnamo mwezi Julai kuhudhuria mazishi ya babake, na mara tu alipomstiri akarudi Tanzania kuendelea na kazi yake ya ualimu. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch lilitoa taarifa siku ya Jumanne likilaani vikali ukandamizaji wa waandamanaji kufuatia uchaguzi huo wa Oktoba 29. Human Rights Watch ilieleza kuwa watu kadhaa waliripoti kwamba polisi walifyatua risasi ikiwalenga moja kwa moja waandamanaji. Pia kumekuwa na madai kwamba polisi wamekuwa wakichukua miili ya watu waliouawa wakati wa maandamano kutoka vyumba vya kuhifadhi maiti bila maelezo ya wazi, kama anavyoeleza kaka wa marehemu Evans Odhiambo. Sasa mochari jana walikubali watu waingie, ambapo hao walimu wa marafiki wake na mwenye shule walienda hapo wakapata kama tayari wamefagilia kila kitu, hakuna nini evidence yote, mwili nipelekwa hapo. Hiyo mochari yenye mwili ya ndugu yangu ilipelekwa jana, walinini hakuna mwili hapo. Odhiambo amesema familia yao imehangaika kutafuta mwili wa Ogutu bila mafanikio na wanahitaji majibu kutoka kwa mamlaka husika. Chama kikuu cha upinzani Chadema kimetoa wito wa uwajibikaji kufuatia vifo vya waliouawa katika ghasia za baada ya uchaguzi, kikidai kwamba zaidi ya watu 700 walipoteza maisha. Afisa mwandamizi wa chama hicho anayesimamia mawasiliano wa chama na mashirika ya kimataifa na taasisi za haki za binadamu, Deogratius Munishi, ameitaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC kuchunguza mauaji hayo. Haya ni taarifa ambayo tutazidi kuifuatilia, ambayo inafungamana na baada ya uchaguzi Tanzania. Huko visiwani Zanzibar, Baraza la Wawakilishi limekutana kwa mara ya kwanza leo Alhamisi, ni baada ya kumalizika uchaguzi mkuu uliokirejesha madarakani Chama cha Mapinduzi CCM chini ya Rais Hussein Mwinyi. Kikao hicho kimehusisha uchaguzi wa spika mpya. Rais Mwinyi amemteua Ahmed Sleman Abdullah kuwa makamu wa pili wa rais. Chama cha upinzani cha ACT Wazalendo bado kinatafakari iwapo kitajiunga na CCM kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Ubena Bakari na taarifa hiyo. Usalama zinasikika kutoka makundi mbalimbali, tangu Umoja wa Mataifa, mashirika ya kutetea haki za binadamu hadi chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema, ambacho kimedai idadi ya waliouawa wanaweza kufikia zaidi ya watu 1000. Rais Samia Suluhu Hassan ndiye kiongozi mkuu wa majeshi nchini Tanzania na bila shaka mwenyekiti wa chama tawala kinachoiongoza nchi hiyo kwa zaidi ya miaka 50. Chini ya uongozi wake, kabla ya uchaguzi huu,
Kumetokea ukandamizaji mkubwa dhidi ya wapinzani wake wa kisiasa, ambapo miongoni mwa ukandamizaji huo ni pamoja na kumzuia kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Chadema Tundu Lissu kushiriki uchaguzi kwa kufunguliwa mashtaka ya uhaini baada ya kutoa mwito wa kudai mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Hivi sasa, wakati Rais Samia akiwa ndiye anayelengwa zaidi na hasira za Watanzania, wakosoaji wanasema hayuko peke yake, ana washirika na kwa kiasi kikubwa sio yeye mwenye usemi mkubwa. Jakaya Mrisho Kikwete ndiye rais pekee wa zamani wa Tanzania aliyoko hai, bado ameendelea kuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za nchi hiyo tangu alipomaliza muda wake mwaka 2015, na yeye alikuwa chachu ya mageuzi ya uongozi alipofariki akiwa madarakani Rais John Pombe Magufuli mnamo mwaka 2021 na kuingia Samia Suluhu Hassan. Watanzania wengi wanamuona Kikwete kama mtu aliyecheza nafasi kubwa nyuma ya pazia kuunga mkono kuingia kwa Samia, na wanamkosoa juu ya machafuko yaliyotokea. Bado hajasema chochote kujibu tuhuma za namna hiyo hadharani. Mwanasheria wa masuala ya haki za binadamu Tito Magoti amesema Kikwete pia anatazamwa kama mtu aliyesimamia maslahi ya kibiashara ya wageni, akihakikisha anaendeleza uthabiti wa kisiasa. Lakini yuko pia makamu wa rais Emmanuel Nchimbi, aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani na katibu mkuu wa CCM aliyemaliza muda wake. Yeye na Samia waliapishwa Jumatatu kuiongoza nchi. Nchimbi anatazamwa kama mtu mwenye mtazamo halisi wa CCM ambaye ana nafasi nzuri ya uwezekano wa kumrithi Samia muhula wake wa miaka 5 utakapomalizika. Yuko pia lakini mtoto wa kiume wa Rais Samia ambaye anatajwa kwa hakika ndiye mshauri wake mkuu, ambaye ni Abdul Halim Hafidh Ameir. Wakati huyo akiwa hashikilii nafasi yoyote rasmi katika serikali ya Samia, baadhi ya wakosoaji wanadai alikuwa mpanga mikakati mkubwa wa mpango huu wa kuwaandama waandamanaji, hii ikiwa ni kwa mujibu wa William Fama, mtafiti wa masuala ya ushauri kuhusu Afrika. Humphrey Polepole, aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba na kiongozi mwandamizi wa zamani wa CCM, alipotezwa na hadi sasa haijulikani aliko tangu kuchukuliwa kutoka nyumbani kwake mwezi uliopita baada ya kumkosoa Rais Samia na kutuhumu kwamba Abdul alikuwa ndiye mkuu asiye rasmi wa idara ya ujasusi. Abdul hata hivyo hajawahi kujibu tuhuma hizo hadharani. Pia aliyewahi kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda naye ni mmoja wa wanasiasa wanaotajwa kuwa na usemi ndani ya CCM. Kwa mujibu wa William Fama, mtafiti kutoka shirika linaloshughulikia masuala ya kutoa ushauri kuhusu Afrika lenye makao yake mjini London, Uingereza, anasema kuna uwezekano mkubwa kwamba Makonda akapewa nafasi ya juu ya uongozi katika serikali ijayo. Na itakumbukwa Marekani iliwahi kumwekea vikwazo Makonda kwa tuhuma za kuhusishwa na ukandamizaji wa wanasiasa wa upinzani. Asante sana Bakari Ubena kwa taarifa hiyo kutokea Tanzania. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ambapo tunashirikiana na DW Kiswahili kwa awamu hii ya pili ya matangazo yetu ya mbashara, ambapo hivi sasa ni ripoti za waandishi, uchambuzi, vile vile makala. Huko visiwani Zanzibar, baraza la mawakilishi limekutana na kuweza kufanya maamuzi yao hivi leo. Ni baada ya kumalizika uchaguzi mkuu uliokirejesha madarakani chama cha CCM, ambapo cha mapinduzi CCM chini ya Rais Hussein Mwinyi. Tutakuwa tunafuatilia taarifa hizo kwa kina kutokea kule visiwani na vile vile Tanzania bara. Kwa mengi sana kutokea kule visiwani, basi Salma Said ana taarifa. Chama cha mapinduzi CCM kuwa spika. Mwanasiasa huyo alikuwa anashikilia wadhifa huo wakati baraza lililovunjwa mapema mwaka huu kupisha uchaguzi mkuu. Kati ya wajumbe 68 waliokuwepo wakati wa uchaguzi wa spika, wajumbe 54 sawa na 94.6 walimpigia kura Zuberi, huku wagombea wawili kutoka vyama vingine wakipata kura chache. Akizungumza baada ya kuchaguliwa, Zuberi alitoa shukrani. Nafasi hii kuishukuru familia yangu, na kama kawaida nianze na kumtambua mke wangu Mama Wanda Haji Mwadini, naye nimshukuru kwa sababu ya mashirikiano ambayo nimekuwa nayapata kutoka kwake, na sote tunaelewa kama nyumbani hakuko salama, basi mambo mengine yote hayatakuwa yako vizuri.
Baada ya Spika Zuberi kula kiapo mbele ya katibu wa baraza hilo, Raya Issa Mselem aliketi rasmi kuanza kazi kwa kuapisha wajumbe wa baraza, wakiwemo wachache kutoka chama cha ACT Wazalendo, ambapo kimeshinda majimbo 10 pekee ya kisiwa cha Pemba kati ya majimbo 50 ya visiwa vyote viwili vinavyounda eneo la Zanzibar. Nasra Nassor Omar, naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar katika kazi zangu za uwakilishi na nitaitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea kwa dhati katiba ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Wajumbe wa baraza la wakilishi wanaendelea kujisajili, huku naibu spika anatarajiwa kupatikana kesho kabla ya rais wa Zanzibar Daktari Hussein Mwinyi kuhutubia na kulifungua rasmi baraza la 11. Mapema leo mchana Ikulu Zanzibar imetoa taarifa kuwa Rais Mwinyi amemteua Hemed Suleiman Abdullah kuwa makamu wa pili wa rais. Hemed anaendelea na wadhifa huo aliyoushikilia wakati wa muhula wa kwanza wa Rais Mwinyi. Makamu wa pili wa rais ndiye mtendaji mkuu wa shughuli za kila siku za serikali. Chama cha ACT Wazalendo kilichoshika nafasi ya pili bado kinatafakari iwapo kijiunge na serikali, hasa baada ya kusema uchaguzi uliomalizika ulikuwa na dosari. Mwenyekiti wa ACT Wazalendo aliyekuwa pia makamu wa kwanza wa rais Othman Masoud amekamilisha awamu ya kwanza mikutano yake ya ndani kisiwani Unguja, na sasa yupo kisiwani Pemba kwa ajili ya kukutana na viongozi na wanachama wa chama hicho kujadili mustakabali wa chama. Hata hivyo, kinachosubiriwa kwa hamu kwa sasa ni kuona iwapo kiongozi huyo atarejea serikalini. Salma Said, DW, Zanzibar. Asante sana Salma Said ukiwa maeneo ya Zanzibar. Nazidi kusonga mbele kwenye taarifa hii yetu ya habari, msikilizaji, ambapo wakati huu basi tunakuletea ripoti za waandishi, uchambuzi na makala, ambapo washirika wetu ni shirika la DW. Wanamgambo wa RSF nchini Sudan wameuridia mpango wa wasuluhishi nchini ya Marekani wa kusitisha vita ili kuapisha msaada wa kiutu. Hatua hiyo imefikiwa wakati picha mpya ya satellite zimebaini ishara ya uwepo wa makaburi ya halaiki katika mji wa El Fasher. Doto Bulendu na taarifa hiyo kwa kina. Imesema imepata ushahidi unaoendana na shughuli za utupaji wa miili, ambapo imebainisha uwepo wa makaburi ya halaiki katika msikiti mmoja pamoja na kwenye hospitali ya watoto. Pia imebainisha kuonekana kwa mitaro yenye urefu wa mita 1 pamoja na kutoweka kwa makundi ya vitu vinavyoendana na miili karibu na hospitali, msikiti na maeneo mengine katika mji wa El Fasher, ikionyesha kuwa miili ilihifadhiwa karibu na maeneo hayo ilihamishwa baadaye. Katika mahojiano na shirika la habari la Ufaransa la AFP, Nathaniel Raymond wa maabara ya utafiti wa kibinadamu wa chuo kikuu cha Yale amesema picha za angani ndiyo njia pekee ya kufuatilia mgogoro unaoendelea katika mji wa El Fasher, mji mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini. Katika taarifa yake, naibu msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq amesema Umoja wa Mataifa unasikitishwa na matukio hayo ya ukatili dhidi ya binadamu nchini Sudan. Nasikitishwa sana na ripoti zinazoongezeka za ukatili mkubwa dhidi ya raia wakati mapigano yakiendelea katika jimbo la Darfur Kaskazini. Shirika la OCHA linaripoti walio ndani wamerekodi mauaji, unyanyasaji wa kingono, udhalilishaji, unyang'anyi na mashambulizi, miongoni mwa dhuluma nyingine za kupangwa, ikiwa ni pamoja na dhidi ya watu wanaokimbia mapigano baada ya wanamgambo wa RSF kuteka mji mkuu wa jimbo El Fasher. Siku ya Jumatatu ya wiki hii, ofisi ya mwendesha mashitaka katika mahakama ya kimataifa uhalifu wa kivita ilisema yanayoendelea Sudani yanaweza kuwa matendo ya uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa kivita. Mnamo Oktoba 28, chuo kikuu cha Yale kilichapisha picha kutoka hospitali ya uzazi ya El Fasher inayoonyesha rundo ya vitu vyeupe ambavyo havikuwepo hapo awali na vilipimwa kati ya mita 1.1 hadi 1.9 sawa na futi 3.6 hadi futi 6.2, huku miili ya binadamu ikiwa imelala chini, miguu imekunjika. HRL imekuwa ikitahadharisha Umoja wa Mataifa na Marekani kuhusu maendeleo katika eneo El Fasher, huku ripoti zake zikiwa marejeo ya kufuatilia hali ya mambo katika eneo hilo. Asante sana Dr. Bulendu, ukituarifu hali inayozidi kujitokeza kule Sudan.
Kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Leo wa 14 amekutana na kiongozi wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas leo Alhamisi. Ni mara ya kwanza kwa viongozi hao kukutana na kuzungumzia umuhimu wa misaada ya dharura kwa raia huko Gaza. Lilian Mtono na taarifa hiyo kwa kina. Palestina ulidumu kwa takriban saa moja na ulielezwa kuwa ni wa kirafiki kulingana na taarifa fupi ya Vatican. Ni mazungumzo yanayofanyika karibu mwezi mmoja tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani kuanza kutekelezwa katika eneo la ukanda wa Gaza. Papa na Abbas hawajawahi kukutana ana kwa ana. Kulingana na Vatican, kwenye mazungumzo haya ya leo walijadiliana juu ya umuhimu wa misaada ya dharura kwa raia huko Gaza pamoja na kumaliza mgogoro huo kwa njia ya suluhisho la mataifa mawili. Mnamo mwezi Septemba, Papa Leo na wanadiplomasia wake wa ngazi za juu walimwambia rais wa Israel Isaac Herzog kwamba suluhisho la mataifa mawili ndiyo njia pekee ya kuvimaliza vita, huko Vatican ikitoa wito wa usitishwaji wa kudumu wa mapigano huko Gaza. Abbas aliitembelea Vatican kuadhimisha miaka 10 ya kusainiwa kwa mkataba kamili kati ya Vatican na taifa la Palestina. Pamoja na mkutano huo, Abbas alikwenda kutoa heshima kwenye kaburi la hayati Papa Francis ambaye alikutana naye mara kwa mara huko nyuma, lakini pia kuzungumza naye kwa simu mara nyingi baada ya shambulizi la Hamas nchini Israel Oktoba 7 mwaka 2023 na baadaye Israel ilipoivamia Gaza. Taarifa nyingine kutoka Jerusalem zimesema mamlaka za Israel zimethibitisha mapema leo kwamba mabaki ya mateka aliyerejeshwa jana Jumatano kutoka Gaza ni ya mwanafunzi Mtanzania aliyekuwa akisomea kilimo nchini Israel ambaye aliuawa katika shambulizi hilo la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ilisema mabaki hayo yalitambuliwa kuwa ni ya Joshua Loitu Molel na familia yake imekwisha arifiwa. Molel mwenye umri wa miaka 21 aliwasili kibbutz Nahal Oz siku 19 tu kabla ya shambulizi hilo baada ya kumaliza chuo cha kilimo nchini Tanzania na kwenda Israel kwa ajili ya kupata uzoefu zaidi. Na taarifa za hivi karibuni zimesema jeshi la Israel limeanzisha msururu wa mashambulizi kwenye maeneo ya kusini mwa Lebanon yanayokaliwa na wanamgambo wa Hezbollah muda mfupi baada ya kuwaagiza wakazi wa maeneo hayo kuondoka. Hii ikiwa ni kulingana na msemaji wa jeshi hilo aliyeongeza kuwa watashambulia miundombinu ya Hezbollah ambao wanawatuhumu kwa kujiunda upya, ikiwa ni kama mwaka mmoja tangu kufikiwa kwa makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani ya kusitisha mapigano yalipoanza kutekelezwa baada ya miezi kadhaa ya vita. Asante sana Lilian Mtono kwa taarifa hiyo. Naendelea kupokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Sasa hivi msikilizaji, tunakuomba simama na kituo hiki. Kituo kipi? Idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Kufikia malengo yetu ya uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter na station transmitter link yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kufikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 012450 85217800 au till number ni 45614668 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Enda pale kwenye Google, tafuta Radio Fortune Africa, chagua ile app ya Zeno ambayo ni ya Radio Fortune Africa, ifuatilie hadi kwenye ukurasa huo, na baadaye utapata eneo ambayo inasema donate by PayPal. Basi unaweza kudonate kupitia hiyo barabara ama World Remit, msikilizaji, ambao basi unaweza search kwa PayPal, email cantona.online254@gmail.com. Hapo basi unaweza kuweka mchango wako na tutaupokea kwa ajili ya kununua station transmitter link na transmitter. Tupokee yanayojiri kwenye majukwaa ya mawasiliano ambapo Saumu wa Simba na Najit Omar ndio waelekezi. Watu wenye njaa. Amos Changi anasema hata kabla ya kuanza hii hapana, hawa watatupika na watatula kabisa. Patrick Mtwika anasema wanasiasa wanaona sisi shida zetu ni njaa tu, hii ndio tatizo. Nimaliza na mwisho anasema hii sufuria bora ingetafuta ile sufuria ambayo chakula chake hakishiki ama non-stick pot. Sasa ndio hiyo, maana sufuria ya zamani inaonesha ina mudu mapishi na moto hata ukiwa mkali.
Tuishie hapo na tuangalie ujumbe wa wasikilizaji wetu kupitia channel ya YouTube. Yuko msikilizaji anasema, nimeitegea sikio DW Kiswahili nikiwa Fizi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema huyu ni Faraja Kadondi Paskali. Baraka Rabani wa Kigoma, Tanzania anasema Mwenyezi Mungu awapumzishe mahala pema peponi marehemu waliopigwa risasi, hakika inatuuma sana. Hassan Mlacha yupo Moshi, Tanzania, naye anasema poleni sana huko Filipino kwa janga la kimbunga. Mtondo Simbanga anasema tunaumia, tunalia, tunasononeka kwa kupoteza wapendwa wetu. Inatosha kusema okay. Anasema hivyo. Thomas Lima anasema tunataka haki kwa wote waliouawa na wajibishwe wote waliotelekeza mauaji hayo. Alhaji Msumari anasema binafsi naona kulinda amani ya nchi yetu ni muhimu zaidi kuliko malumbano yasiyo na tija. Alhaji Msumaji anasema binafsi, anasema ndo hiyo uliosoma bila shaka. Na Kayuni Rashidi hapa yuko Dodoma, yeye Tanzania, anasema niwatakie mazungumzo mema yenye kujenga amani kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Leo wa 14 na kiongozi wa Kipalestina Mahmoud Abbas. Na Thomas Wambura yupo Dodoma, naye anasema Mwenyezi Mungu atusaidie sisi wa Afrika tuache kuuana sababu madaraka. Ukurasa wetu wa Instagram na muona Mziku Adamu anasema uchaguzi umeisha, sasa wa Tanzania wote tuwe wamoja, tuungane kujenga taifa letu. Molisi Luis anasema kwa kweli watu wengi waliuawa sana baada ya uchaguzi mkuu na hii inasikitisha sana. Nimalize na Abel Mkongwa Geita, Tanzania, anasema poleni raia wa Filipino kwa kukumbwa na janga la kimbunga Kalmaig. Na Michael Utembo anasema kwa kinachoendelea Tanzania yangu moyo unaniuma sana. Ujumbe huo ndio wa mwisho msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Mimi ni Saumu Mwasimba, kule alikuweko Najat Omar, upande ule mwingine namuona Selina Mdemu, na vile vile aliyetupeperusha upande wa pili kule ni Bruce Amani. Asante wewe msikilizaji, hadi kesho panapo majaliwa yake Maulana. Mimi ni Saumu Mwasimba. Asante sana Saumu Mwasimba na timu nzima kwa kutupambia. Na vile vile upande huu wa pili nashukuru sana kufanya kazi kwa barabara hiyo nani. Na wakati msikilizaji, ni wakati wa kuweza kuletea Kiziba Mkonga. Kiziba Mkonga cha sasa. What makes you angry, it's what you are born to fix. Kinachokutia hasira sana ndicho umeletwa duniani kukishughulikia na kukirekebisha. Ndio wakati mwingine unapopata mimi ninapoleta vipindi msikizaji, inafika wakati ambapo ni kama nakaripia. Kwa sababu niko hapa kukuimpact, kukuempower na kuinspire. Nitakurebuke, nitakucorrect na nitaku-encourage. That is what I do. Rebuking, encouraging and correcting. So inafika wakati ambapo kuna vitu ambavyo inabidi nisisitize, ndio huwa naomba Mungu sana nisaidie leo niwe na tone nzuri sana. Kwa sababu nimeletwa kusuluhisha yale ambayo namna hiyo na yalete kwenye vipindi. What makes you angry is what you are born to fix. Kinachokutia hasira sana ndicho umeletwa duniani kukishughulikia na kukirekebisha. Na mimi wakati wote huwa sipendi kudanganya. Ninapodanganywa basi umeniamsha. Sijui wewe, lakini vile hivyo. Wacha nimalizie hivi kwenye Kiziba Mkonga. Duniani ni fursa ya kuonyesha uwezo wako wa kutatua changamoto za jamii. Na hicho ndicho mimi nakifanya. Fanya kwa bidii. Fanya kwa bidii ulichoitwa kukifanya. Na hiyo ndio sehemu ya Kiziba Mkonga.